Hii ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa tarehe 27 za mwezi wa 5 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Kilika Bonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini, hali yabadilika huko Rubaya, wazalendo warudi nyuma. Kivu ya Kusini, wazalendo kuendelea hadi Nzibira, vijiji kadhaa vaingia mikononi mwa wazawaza baada ya kuwatwanga magaidi wa M23. Ituri, FRDC wafungua njia na kuwatwanga magaidi wa ADF huko mtarafani Mombasa. Unazidi kufuata matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo kunazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vilevile usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo. Tuanze moja kwa moja na taarifa hizi ndefu kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Mapema hali ya usalama jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya kitongoji cha Rubaya ilionekana kuzidi kuwatia presha magaidi wa M23, huku asubuhi mapema mchana ya tarehe 26 wazalendo walifanikiwa kudhibiti ngome ya kwanza ya Kanyaru, huku M23 wakikimbilia katikati ya kitongoji hicho cha Rubaya. Hali ilikuwa ni shwari kabisa kwa upande wa wazalendo mpaka ilipofika mahala wakadhibiti maeneo kaza wa kaza na vijiji vingi katika kitongoji hicho cha Rubaya. Mzee, video ya kwanza nilikosa ginzi ya kuikamata bieje, nilikuwa mukariere, najua mukariere kuna kwamo bane, nilikosa ginzi ya kupicha bie. Una kale kasantre kakure ngambo njo kwenye wazalendo wamefika pale njo kukanyara. Sasa maeneo za Rubaya njo vile vilima vinaenda kabisa pale njo kubuporo. Kutoka pale na kufika Rubaya kwa miguru ni 20 minutes. Unaona ginzi vilima vinaenda. Rubaya njo kure kwa ile antene ya kure ngambo. Pale njo Rubaya iko mubonde. Pale ile ni antene ya Rubaya ile. Nishaiona acha ni ile ni antene ya Rubaya. Kuna iona kabisa. Pale wanakaribia. Njoo vile uko naona huko Arinye South Africa Arinye. Njoo utaona pia. Sawa tuko pamoja. Pale njoo kwenye. Baadaye majira ya jioni mambo yalibadilika wakati magaidi wa M23 walivyoongeza nguvu nyingi ndani ya kitongoji hicho cha Rubaya na kuanzisha mashambulizi makali dhidi ya wazalendo, huku wakitumia ndege zisizokuwa na rubani za kamikaze na kufanikiwa kuwarejesha nyuma wazalendo ambao walikuwa tayari wamekwisha kuingia maeneo ya Kanyaru. Ripoti kutoka katika hayo maeneo zinasema wazalendo ambao walikuwa katika harakati za kuingia ndani ya mji wa Rubaya wamefanikiwa kurudi nyuma, huku pia maeneo ya Kasenyi ikiwa ni kilomita 27 kutoka mji wa madini wa Rubaya, pia Kanyaru pamoja na Runigi katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mashambulizi makubwa ya ndege zisizokuwa na rubani aina ya kamikaze ya M23 ambao wanasaidiwa na Rwanda, huku vikosi maalumu vya jeshi la Rwanda RDF vikiwa Rubaya walifanikiwa kuwarudisha nyuma wazalendo na hivyo kufanikiwa kudhibiti njia za kuingilia maeneo ya Rubaya. Dalili hizo za mapigano ambazo zilishuhudiwa huko maeneo ya Rubaya zilisababisha ndani ya jiji la Goma hali kupelekea kuwa mbaya, huku raia wakianza kukimbia makazi yao na mji huo kubaki ukiwa mkiwa. Kutoka ndani ya jiji la Goma, ripoti kamili.
Mulishaona kisi Goma shajivide mo batu, ona rompo BDG leo mwenye niko Papa Rajao, vitu viko mbaya sana. Ona si Goma hiko rompo BDG leo niko ndani, yote ishakaribika baba, yote maji, kila kitu kishaka kufa, batu walishaka kimbia. Ona mvile ya Goma mkwa watu mingi sana, mkwa watu bengi sana. Ndio mrombo mwenye ndani mrombo imetejele kule vile. Njia barabara inashuka ku Grande Barriere. Ndio vile papa yao. Yangu magi vitu vilishaka cheza hivyo ngine. Ona batima BDG ile ona gisisha ribika. Kila kitu kinakufa muhimu ngine baba, kila kitu kinakufa. Hii njia inashuka kwa Hotel Serena, barabara shuka Hotel Serena. Ona mashantizi shaka shiva mashimama zijingiwe tena. Ona ile able bla kule ile ni bank central. Yo ile able bla kule. Ile kule bank central ile. Maya bitu yote kufa. Haifungulake tena ile banki bana. Kila kitu kotozo Ake mwingine shaka tuaribikia huku umoto sikie. Ona hii barabara niko na shukamo. Ndio barabara inaenda vers Serena, Hotel Linda. Hotel Linda ku Serena, ona BDG hii, batima BDG hii. Watu washajivide Goma sana. Na wengine wanaanza kuwa watafuta gisi bakimbie. Wakati banja kataza magari zilinda Butembo zisiendake tena. Wanataka kuna Butembo watu tutaanza kuingia kimbilia njoo tena. Wazo ya kimbia juu bazalendo. Banakuwa umwe kutoa kilometri baingie Murubai. Na Katale nako Katale ni fasi kwenye. Katale ni kote ya Katale ya ngambo ya Ruchuru ile. Baada ya taarifa hizo kutoka Rubaya, ambako mpaka sasa hivi Rubaya inadhibitiwa na magaidi wa M23, huku wazalendo wakirudi nyuma kutoka Kasenyi, Runigi pamoja na Kanyaru, ambako tayari walikuwa wamekwisha kudhibiti, lakini kutokana na nguvu kubwa walizotumia M23 za ndege zisizokuwa na rubani zilofanya kuweza kurudi nyuma. Tushuke jimboni Kivu ya Kusini, ambako wazalendo kuelekea Nzibira. Kutokana na mazingira ambayo yako nazidi kuonekana kwenye uwanja wa mapigano jimboni Kivu ya Kaskazini, ndani ya tarafa ya Shabunda, vijiji kadhaa vimekwisha kuingia mikononi mwa wazalendo, na hiyo ni baada ya kuwapiga magaidi wa M23. Kikosi cha wazalendo kinachoongozwa na Generali Darius walifanikiwa kuweza kuwakunguta magaidi wa M23 ndani ya barabara nambari 2 ya kuelekea Shabunda, maeneo ya Mulamba pamoja na Burale, ambazo mpaka sasa ziko chini ya mikono ya magaidi wa M23, zimekuwa zikilengwa kwa kiwango kikubwa na wazalendo ambao wanataka kuchukua hayo maeneo na kuingia mpaka ndani ya kitongoji cha Nzibira, ambako kwa sasa kinadhibitiwa na magaidi wa M23. Nzibira watu wanalalamika mateso, ubakaji, wizi na uporaji kutoka kwa magaidi wa M23. Miongoni mwa vijiji ambavyo mpaka sasa hivi tayari vipo mikononi mwa wazalendo ni pamoja na Mangobo na Kibanda Mangobo, Lubimbe, Ichulwe na vijiji kaza wa kaza. Tunaendelea na seri za majeshi. Tunaendelea na majeshi na seri za majeshi. Hii ni skortage ya Mbangu, ya General Mbangu Simba tu na General Ndariusi, yani Ndarumanga. Hii ni skortage. Zamani watoto walikuwa walishatangulia
kwenda tiku nivo Zanzibira. Mekwa sai tunapata mwa information kusema banajistope Chishadu kidogo. Juu balianza usubuhi depu usubuhi. Pasa hii banajistope Chishadu kuhusu nguvu tumbu. Njo ba DJ ama viongozi wanafuatilia majeshi benye walisha kuwa kule mbele. Hii njo escortage ya General Mbangu Simba tu na Ndarius Ndarumanga le General Rogaroga. Njo escortage inafuatilia majeshi zenye ziko kule mbele, inawafuatilia timu mpaka Nzibira, Mulamba, Burale. Kwa mchana leo ilifo ikwe tombe. Hapa tuko murute numero 2. Tuko murute numero 2 Shabunda. Numero 1. Tunaendelea kufuatilia vijana wenye wako mbele. Kwa tutakutana adui ni kupiga kome kawaida. Ni kupiga kome kawaida kabisa. Hatuna vya kuuliza Kindu Kasongo. Ni kupiga kabisa. Tunapana na mizimu ya bakoko. Hii ni bulongo wetu. Ni kwa hiyo wenye watufate kwa makini. Ile migini 5 tulishagomboa zamani. Chibanda Mangobo njo ilikuwa position avancée ya M23. Zamani tulishakuwa pale. Mugini ya pili, yani Lubimbe pale kwenye washino alikuwa anadhibiti. Pale kwenye washino alikuwa anatumika. Ama walikuwa anachimba oro. Na njo barabara hii wanamwanga gravier. Tuko ndani. Njo mugini ya pili, mugini ya 3 ni Chulwe. Mugini ya 3 ni Chulwe. Mugini ya 3 ni Chulwe. Mugini ya 4. Tukishuka ndani ya tarafa jirani ya Uvira ambako FRDC kupitia mkuu wa majeshi ya vikosi vya 33 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jimboni Kivu ya Kusini, Rashidi Dunia ameweza kuwakabidhi wazalendo dola 50,000 ambazo zimeachwa na waziri wa ulinzi Kabombo Mugai Mwaliamvita alipokuja Uvira kwa ziara ya muda mchache. Wakiwa mbele ya watu muhimu ndani ya ofisi za kamanda huyo wa majeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jimboni Kivu ya Kusini, amekabidhi kitita hicho cha fedha, ikiwa ni moja ya vitita ambavyo vinatakiwa kuenda kwa ajili ya kuwasaidia wazalendo. Je, pesa hizi zina umuhimu gani? Je, hizi pesa zitaweza kukidhi mahitaji ya wazalendo? Kutokana na idadi kubwa ya wazalendo na walivyokuwa wengi Jimboni Kivu ya Kusini, hii pesa wala haitoshi, ni sawasawa na kupiga mswaki. Alinipatia niwapatie baba. D'abord nilikuwa nishamproposer hapa nje, nilipanda kuyu kenitoshe 30 nimipatie mwai 20 tupapeleke makula kisa nono, genre wapatie te 50 bo bale taangalia dossier nyingine nitakutumia wako. Parce que je dois aller encore kumwona leo magari. Avant apande ya dossier. Imakuta msisalike batu wengwa ku point 0. Msisalike batu wengwa ku plein de la Ruzizi. Plein de la Ruzizi pour amour. Nani running. Msisalike batu wengwa Katobo. Alors je vais donner une seule personne qui est le responsable, qui peut prendre cet argent, mwenye à digérer. Nadhani yeye mtampata kwa yeye $50,000 aina yake. Ndio. Tuambe hivi hapana kwa sababu tulitaraka mnani. Hii mafuta $50,000 ileta ministre.
vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Il voulait bien vous voir, mais l'agenda n'est pas très bien chargé. Et surtout, le mal des événements qui se sont déroulés ici. Ça l'a empêché de prendre. Alors, $50 000 il est. Et, pour tous les Wazalendou qui sont dans le sud Kivu. Nasikiliza? Wazalendo. Ok, ça va. 10 000, ingine 10 000, ingine hii 30, 40, $50 000 ambao tunapokea mu mikono ya komanda wa 33e region militaire. Merci mon commandant. Tunashukuru kwa kazi ambayo umefanyia Wazalendo kwa kutenea. Asante. Huko nazidi kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vilevile unatufuatilia kupitia Mwangaza TV. Matangazo yetu unafuata kutoka Australia, ukiwa huko Canada, ukiwa huko USA, ukiwa huko Central pamoja na East Africa, na wale ambao wako maeneo ya Europe. Vilevile Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Arwen, Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakei kutoka Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu kutoka Afrika Kusini, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, mzee Jacques Baguma kutoka Uganda, na wote ndugu jamaa na marafiki ambao mpaka sasa hivi mko mnaendelea kusikiza Baraka One TV na Kashosi kutoka Australia. Baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, hizo pesa dola 50,000 ni sio pesa ambazo zimetoka kwa rais kwa ajili ya wazalendo, bali ni pesa ambazo ni bahasha la waziri wa mambo ya waziri wa ulinzi ambayo aliacha kwa ajili ya kunywa maji kwa wazalendo, na wala sio marupurupu wala mshahara wala posho kutoka kwa serikali kuu. Tuingie mkoani Ituri ambako FRDC wafungua njia na kuwatwanga magaidi wa ADF. Ni baada ya kukomboa njia ya Mambasa pamoja na Nduye ambako iko katika mpaka eneo la mkoa wa Ituri pamoja na tarafa ya Wacha huko mkoani Hotuwele, hiyo tarehe 20 mwezi wa 5 2026. Kamanda wa operesheni jimbo mkoani Ituri Bruno Mandevu, huku akisindikizwa na baadhi ya vikosi vya Umoja Mataifa MONUSCO pamoja na wakuu wa jadi, wametembelea katika hayo maeneo ili kuweza kuzungumza na wananchi na kuendelea kuweka usalama thabiti katika hayo maeneo ya Ituri. Utafahamu kwamba katika hayo maeneo yalikuwa ni hatarishi mno, ambako kulikuwa kuna wingi wa magaidi wa ADF, ila baada ya kuweza kufungua njia hiyo, sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, jeshi la taifa, limefanikiwa kudhibiti hayo maeneo na magaidi wa ADF wamepotelea mbali. Après la rouverture de l'axe Mambasa-Ndouye jusqu'à la limite entre l'Ituri et les territoires de Wacha dans la province du Haut-Ouélé par les FARDC, jadis occupée par les terroristes ADF, une délégation des FARDC MONUSCO conduite par le général-major Bruno Mandevu est arrivée ce mercredi 20 mai à Ndouye dans la chefferie de Wallace et Karo. Objectif, consolider les acquis sécuritaires et renforcer les liens civilo-militaires. Accueilli par les autorités coutumières et une population mobilisée, le général-major Bruno Mandevu a présidé une réunion de sensibilisation axée sur la vigilance communautaire et la collaboration avec les forces de sécurité afin d'éviter toute infiltration. Pour l'instant, nos forces sont à la limite entre l'Ituri et le Haut-Ouélé. Pour l'heure, nous ne savons pas d'où l'ennemi a pris refuge. Quand les habitants vaquent à leurs occupations et constatent une trace de l'ennemi, ils doivent immédiatement alerter les services de sécurité
pour que l'armée intervienne et déloge l'ennemi. C'est ce qui nous a amenés ici, cette collaboration entre l'armée et la population. De son côté, Madame Ubodileku Eleno, chef de la chefferie de Walese Karo, a salué cette visite qu'elle qualifie de rassurante. Nous vous remercions pour votre arrivée. La population de Walese Karo est pacifique, elle n'est vue de la pêche et de la chasse. Elle est prête à accompagner l'armée. Disons que le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garde un œil particulier sur la situation de la province de l'Ituri. La réouverture de cet axe stratégique jusqu'à la limite entre les provinces de l'Ituri et du Haut-Ouélé marque un pas important vers la stabilisation de la province pendant cette période de l'état de siège sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, commandant des opérations, également gouverneur militaire. Ulishaona kisi Goma ishajifidia mu watu, ona rompo BDG leo mwenye niko Papa Rajao, vitu viko mbaya sana. Ona si Goma hiyo rompo BDG leo niko ndani, yote ishakaribika baba, yote maji, kila kitu kishaka kufa, watu walishaka kimbia. Ona mvile ya Goma mko watu mingi sana, mko watu bengi sana. Ndio rompo mwenye ndani rompo BDG kule vile. Njia barabara inashuka ku Grand Barriere. Ndio vile papa yao. Vile magi vitu vilishaka cheza hivyo ngine. Ona batima BDG ile. Batima BDG ile ona gisisha ribika. Kila kitu kinakufa mwa hii mwingine baba, kila kitu kinakufa. Hii njia inashuka kwa Hotel Serena, barabara shuka Hotel Serena. Ona mashantizi shaka shiva mashimama zingiwe tena. Ona ile able black kule ile ni bank central. Yo ile able black kule. Ile kule bank central ile. Haya bitu yote kufa haifungulake tena ile banki bana, kila kitu kotoke ake mwingine shaka tuaribikia huku umoto sikie. Ona hii barabara niko na shukamo, ndio barabara inaenda vers Serena, Hotel Linda. Hotel Linda ku Serena, ona BDG lei, batima BDG lei. Watu washajivide Goma sana. Na wengine wanaanza kuwa watafuta gisi bakimbie. Wakati banja kataza magari zilinda Butembo zisiendake tena. Wanataka kuna Butembo watu tutaanza kwenda kimbilia njoo tena. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV. Tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 jioni, ambako utakuwa unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Nikukumbushe vile vile usikose kutembelea Mwangaza TV, ambako utakutana na matukio yote ambayo kunazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, bye bye.